Siku nyingine nzuri kabisa sisi tunakutana na wewe hapa kwenye The Gossip Table, ndio kipindi chako pendwa bila shaka, na naamini hivyo na tayari umeshaamua kuungana na sisi hapa. Karibu sana. Sisi tutakuwa wachoyo wa fadhila tusipokushukuru wewe ambaye unatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati, ambapo tunakuwa tunahitimisha kipindi chetu hiki kizuri kabisa. Tunazungumzia vitu vingi ikiwemo trends za wasanii, watu maarufu na vitu vingine kama hivyo. Mimi hapa ni Sammy Babe. Yeah, mimi naitwa Ching the baddest. Yep. Tunazungumza vitu vingi hapa, lakini tunachukua vichache ambavyo vimetokea. Jana ilikuwa ni siku ambayo Diamond Platnumz kazungumza vitu vingi sana. Exclusive. Yani exclusive ya maana sana kaitoa. Tukasema sisi kama wana The Gossip tuna vitu vyetu vya kuchambua, sio kila kitu. Tuna nini tusilizungumze hili jambo? Lipi? Yani tukasema tuna nini tusilizungumze hili jambo? Yani kwa nini tusilizungumze? Samia cheka. Nimefurahi ulipoongea. Tuna nini na sisi tusizungumze hili jambo? Hili jambo? Ndo niseme hivyo. Ni za uongo pia, nadhani hata baby aliwapigia sisi kwa na ukaribu. Sio kwa na ukaribu kabisa na yule mwanamke wake, sio kwa na ukaribu na sio kuongea naye. Sio kwa sasa. Najua wakati mwingine kwenye vyombo au mitandao kwanza likaibuka jambo, watu wakazungumza kitu, sababu sipendaki kutoka ndani kiasi kuongea. Alisa otherwise nikiona hapa mtu upande mwingine kachukulia sensitive, ndio naweza mimi kwa mfano kama familia yangu au penzi wangu naweza katokea kitu kama ndio itabidi useme, naambia bana nitasema mangapi kiasi kuna sema. Lakini hapana, naheshimiana kiredio. Na mpaka kazi zangu nyingi sana sio kwenye sanaa, kwenye biashara zangu zingine tofauti ambazo watu hatawazijui. Sio kwa na mazoea na mpenzi wake hata ukaribu, sio kama mimi, yani sijaje kutokea hata siku moja. Na sio ni vitu vya uongo, sikutaka kuvipa tu ya time. Sio kweli. Ndio iko hivyo. Watu wamekanwa mchana kweupe. Mchana kweupe watu wamekanwa na na sisi tukasema hebu ngoja tuje tulizungumze hili jambo hapa, kwa sababu tuliwahi kulizungumza pia. Tuliwahi kuzungumzia issue ya Vidola ambaye ni mchumba wa content creator mkubwa sasa hivi hapa nchini kiredio. Huyo ni Vidola. Na tulizungumza kipindi fulani kwamba ilisemekana eti amepangishiwa nyumba na Diamond Platnumz na bwana Chambino. Mwambino. umekuwa mjako. Mwambino. Na bwana Mwambino. Mwambino yuko sawa. Sasa mambo yakawa mengi, maneno mengi, watu hawaelewi, mara muone Vidola yuko na kiredio, mara wasikie Vidola kapangishwa nyumba na Diamond Platnumz, mara tena Isa yule mzee wa magari yule naye kaingiamo, mambo yakawa tafran. Sasa watu walikuwa wanasubiri sana kusikia kauli ya bwana Simba akizungumza, lakini cha ajabu ni kwamba Simba amekana. Diamond amekana, amesema hata hajawahi kuwa karibu. Kwa hiyo kama alishakuwa naye karibu anaweza kaongea. Unajua ukweli umweka mtu huru. Kama angekuwa kweli iko karibu na Vidola na hilo jambo kalifanya angesema. Au kuna wakati pia unaambiwa bora nini? Bora uongo mtamu kuliko ni ukweli mchungu. Funika kombe mwana haramu apite. Diamond kaongea kwa nafasi yake, of course ni jambo zuri. Lakini kama ulimsikiliza Diamond anasema kuna baadhi ya vitu anazushiwa tu. Umeelewa? Kwa watu wengine utakupata ugari wao. Kila mtu anazungumza lake. Kwa hiyo huwezi kumzungumzia. Huwezi kukataa mtu asikuzungumzie jambo fulani kwa jambo fulani. Lakini kuna mambo nadhani kwa unahusishwa lazima utoe majibu sahihi. Umeelewa? Kama kimahusiano sana. Kama ulivyosema, ilisemekana kwamba Diamond alilipa kodi kwa huyo mwanamke Vidola ambaye ni mtoto mzuri kwa kweli. Na huyu Vidola anahusishwa na kiredio pamoja na Isa, ndio?
Na kuna wakati tulisikia pia voice note ilitoka kwenye Instagram kwamba alikuwa anapiga simu Vidola kumpigia Issa ambaye rafiki yake na Doto Magali. Yes, tunafahamu. Ya alimpigia simu, baada ya kupigia simu alikuwa anahitaji hela ya kusuka. Si umeelewa? Ya baadaye akamwambia umekula, akasema umenipa hela. Yaani mwanamke anajibu nimekula, umenipa hela. Baadaye akamwambia kama unakula hela. Akamwambia ndo unajibu hivyo. Baadaye akamwambia hela ya kusuka bega, na akaambiwa 80,000. 80,000? Umeelewa? Baadaye kaja ikasemekana kwamba akamwambia wewe kama 80,000 hiyo hela ya kodi Sinza. Umeelewa? Yaani hela hiyo 80,000 hela ya kodi. Ya kodi. Umeelewa vizuri? Ya namna ya kuzungumza hiyo ni nini? Kwamba tayari anahusishwa na Issa, anahusishwa na Diamond huyo mwanamke. Umeelewa? Na Diamond yeye akikanusha kwamba hajawahi kuwa hata na mawasiliano naye. Ndio. Hajawahi kuwa hata na mahusiano naye, yani ya aina yoyote ambayo sisi tunajua. Kwa tunatakiwa tusubirie tuone kwa sababu kama vile hawezi kuzungumza kwamba ni ukweli. Ndio maana nikauliza pale Diamond kama ni kweli angeongea, kama sio kweli, kwa maana hii itakuwa iko hiding tu, lazima itafichwa. Na tunajua Diamond yuko kwenye ndoa. Mimi nilikuwa naikataa ile ndoa. Umeelewa? Anasema kweli, sio kweli, lakini sasa tutakuja tuone hapa mbele. Mzungumzia kwenye ndoa pia, nakumbuka jana aliulizwa swali la kuhusu watoto. Jibu alilojibu Diamond, na tunasikia kwamba Zuchu mjamzito, akijibu la Diamond sile kama vile kitu bado hakijawika. Kwa sababu amesema anakula sana karanga, at least mambo ya jipya. Sasa huku tena tuliambiwa Zuchu mjamzito. Na pia kama unakumbuka tulikuwa ile siku ya Valentine Day. Tuliona Diamond alikuwa anakamata sehemu ya tumbo ya yani ndo kaingangania sana, yani siku ya Valentine Day. Sababu ilikuwa ni pose. Garabi. Hamna pose kama ile. Kwa hiyo tumbo cha Zuchu kilituna haba livimbiwa. Na watu waka screenshot ile sehemu kawa kwamba ikasemekana nini ana mimba. Lakini hatujai kumuona Zuchu akaliongea hilo kama anayo au hana. Na Juma Lokole alisema ujue mimba hairudi nyuma, inaenda mbele. Yaani mimba hairudi nyuma, siku zote inaenda mbele. Kwa hiyo ni kama kikohozi. Kama mimba unayo itaona. Turudi kwa huyu mwanadada Vidola. Umeelewa vizuri? For this time around Monde alishakataa kabisa kwamba yeye hajawahi kabisa yani kuwa na mahusiano wala mawasiliano. Unajua mtu akishakukanusha hata mawasiliano, yani kwamba hata mawasiliano nawe kama mimi Sami na wewe urafiki, si ndio? Lakini tukazinguana. Baadaye nikafuta mawasiliano, manake usioni status yako, usijui yani unaelewa, sijui lifestyle yako. Ndio kama Diamond na huyo mwanamke ambao sasa hivi ndo imekuwa ni story kwamba yeye ndo anazungumziwa sana si ndio? Ni kweli. Sasa kwa upande wake, sababu hizi watu wamesha kunyoshia kidole, kwa wewe unakikataaje? Monde mwenyewe kashakikataa kwamba mimi sijawahi. Umeelewa? Na sijawahi na haijai kutokea, si ndio? Kwa upande wake yeye, je, si umeelewa vizuri? Lakini je, huyu content creator kiredio tunamweka katika fungu gani? Na unaambiwa kwamba kiredio aliwahi kuzungumza kwamba Diamond ni mtu ambaye amechangia kumsupport pale ambapo amefika. Kwa sababu Diamond ana support watu wengi. Umeelewa? Diamond ana support watu wengi. Lakini mimi kwa kiredio nadhani anatakiwa mchunguze sana. Unajua lisemwalo lipo kama alipo linakuja. Ukishazungumzwa vidole, manake hapa huyu mwanamke anazungumziwa kutoka na wanaume wawili. Umeelewa? Anatoka na huyu Issa pamoja, ikasemekana na Diamond. Wakati official tunajua huyu ni mwanamke wa kiredio. Sio, umeelewa hapo Sami? Kwa maana tushajua kwamba mbona kiredio haijai kutokea ikasemekana kwamba anatoka na mtu fulani. Umeelewa? Ukiona kwamba watu wanakunyoshia kidole, inawezekana waambea kina Juma Lokole, watu wazito wameshaona kuna namna fulani
wameanasa mafaili yako. Yani wakina Karima story yao, yani hivyo. Si umeelewa? Ya, kwa hiyo subiri tuone lisemalo lipo, kama lipo lilaja, na kama haliji basi lisije. Kama lipo basi, kama haliji basi lisije. Lakini tujue kama Diamond ana mke wake jamani. Lakini sasa mimi pia ya kusema Diamond ana mke wake inanichanganya chini. Hiyo wakati inanichanganya mimi sielewi Diamond na Zuchu wanaishi au hawaishi wote. Jana nilimsikia Diamond akiwa anazungumza, toa kauli gani, anasema kutunzwa. Umeelewa? Anatunzwa, na siku zote mtu anatunzwa, mwanaume anatunzwa na mwanamke. Si ndio? Kwa hiyo kama atakuwa hana mke, sasa anatunzwaje? Sasa kuna wakati hatumuoni mke nyumbani. Hiyo ni lifestyle yake, lakini siku ya jana vitu vingi sana, na habari, picha tuliziona na video tuliona kwamba Diamond Platinum watoto wake wamewasili mtani kwake, nyumbani na nini, tena wote kutoka South Africa na kutoka Kenya. Tuliona furaha kubwa. Tumemwona Nasib Junior, tumemwona Nilan, tumemwona Tifa Dangote. Tena walimsurprise baba yao, najua. Na nadhani ilikuwa anatoka kwenye interview, kwenye show yake hiyo Wasafi. Lakini sasa mimi nikashangaa, inawezekana na dharura. Alafu pale ni nyumbani kwa Diamond, si ndio? Au kwa mama Diamond? Kwa Diamond. Kwani Diamond anaishi na mamake? Hapana, anaishi kwake na mama Diamond anaishi kwake. Kwa hiyo Diamond anatakiwa aishi na mkewe. Ndio. Ndani. Haya. Kwa hiyo hapo tusubiri tuone, labda inawezekana kuna mambo mengine yanaendelea, hatujui. Lakini the main point kwamba Diamond sisi tunajua ameoa, na habari za watu wengi wanajua hivyo, na kama nilivyozungumza point yangu pale, si anatunzwa. Kama anatunzwa, unajua anatunzwa na mwanamke. Jana alizungumza hilo. Kama anatunzwa na mwanamke ambaye kwa sasa hivi yuko kwenye mahusiano naye ni nani? Vidola. Vidola. Zuhura Osman aka Zuchu. Nimekuchanganya hapo kwa Vidola. Ulisema Vidola. Wewe sasa ndo unaanza umewachanganya watu. Umeelewa? Ndio. Kwa sasa kinachotokea hapo Sami, tuone. Tusubiri tuone. Manake ukienda ukielezea, manake jana Diamond aliongea, anasema kuna mtu anaweza kukuelezea kama anakujua yani. Yaani unamuelezea mtu kama unaishi naye na nini. Sio jambo kubwa sana, sio jambo zuri. Yeye mwenyewe anaona kabisa nijui zaidi anavyojijua mimi. Umeelewa? Lakini wananizungumzia, na yeye anaona blessing, kwa sababu kuzungumziwa ni jambo ambalo kila mmoja anapenda. Sasa wewe unazungumziwaje? Unazungumziwa kwa mazuri au unazungumziwa kwa mabaya? Ndio. Kwa sababu bado tunamzungumzia Diamond. Jana kuna kitu pia nilikinasa kikanifurahisha sana kuhusiana na Mwijaku. Unajua Mwijaku amekuwa ni mtu ambaye asilimia kubwa anamzungumza vibaya sana Diamond. Lakini Diamond jana akasema mimi Mwijaku mbali na kwamba ananizungumzia vibaya sana nini, lakini bado kitokea kuna kazi nampa. Hebu ona jinsi binadamu tulivyo. Bwana Diamond. Jinsi binadamu tulivyo. Bwana Diamond bana. Ana moyo wa peke yake. Kwa namna yake, kwa nafasi aliyopita yeye binadamu, kama yeye mwenyewe alizungumza. Binadamu unapitia vitu vingi sana. Na unatakiwa ujifunze. Kama unakumbuka kuna story moja jana ulikuwa unaifuatilia. Alizungumza Diamond kwenye masuala ya ndege. Sio, umeelewa? Yani kwamba aliagiza ndege private jet kama hivyo, ikaja na helicopter, na akaagiza helicopter akatoa hela nusu na nini. Yani mambo kaendelea, ndio sababu ya kuvurugika na nini. Umeelewa vizuri? Kumbe sababu ya ile helicopter kufika ni sababu ilitokea kwenye mambo ya management. Umeelewa vizuri? Yani kashatoa hela nyingi na nini, afu baadaye akakwambia mimi nimesamehe. Umeelewa? Toa ya Mwijaku lazima. Ndio ya Mwijaku. Wao tumeona Diamond ni mtu ambaye ana roho ya kusamehe. Na kikweli ukikaa naye ukimsikiliza unajifunza. Tuongee tu kweli, unajifunza. Unajua jana alizungumza, mimi siongei sasa hivi kama ni msanii tu peke yake. Naongea kama watu wananichukulia kama kiongozi. Ndio. Kwa namna hiyo kwamba unajua kabisa kwamba
huyu kweli, na the way picha halisi ilivyokuwa inaonekana, amebadilisha kweli maisha ya watu na maisha hata studio imekuwa kubwa international ile. Watu wanasema watangazaji Mwijaku si ndio alikuwa anazungumza. Naomba Mwijaku kawaida yake, Mwijaku anamzungumza vibaya sana Diamond. Yaani sio kama kuna msanii ambaye anazungumza vibaya kama Diamond anavyozungumzwa na Mwijaku. Ndio maana Diamond kazungumza apart from all, lakini najua anazungumzaga vitu vingi kumuhusu, unaelewa? Lakini inapotokea issue ya kumpa kazi, kwamba hii kazi ataifanya Mwijaku, basi noma sana. Ila au muda mwingine wanajua na hawa tutajifunza, tunaambiwa tujifunze kutokana na mtu, umeelewa? Diamond amekuwa ni icon, mtu mmoja ambaye anaangaliwa sana. Kwa hiyo tumpe nafasi yake ya kuwa kwamba anaweza akatuelimisha kwa namna moja, kwa neno lake moja anaweza kaongea. Kwa sababu sasa hivi ukikaa na Diamond, mimi hapa ukinipa nafasi ya kukaa na Diamond kuongea naye, sitomchukulia kwamba eti Diamond ni tabiri nipoe, nijue, nijifunze zaidi kutoka kwake. Kwa nini alifanikiwa na alikuwa na, kumbe tumeona kwamba kafanikiwa kutokana na bidii, ndoto, na anakuambia usikate tamaa. Yaani unajua anakuambia usikate, kila kitu kinawezekana. Hakuna yaani hakuna kipi ambacho kushindwa wewe ukifanya. So ni wewe juhudi zako. Kwa ndio hivyo Diamond anazungumza vipi? Utata wa Vidola pamoja na Diamond tumeua leo. Imeisha hiyo. Hiyo imeisha. Hakuna maswali tena. Kwa tumeimaliza. Hiyo imekufa. Yaani hiyo tena hapa hatuwezi kumzungumzia tena huyo kwa sababu tushajua. Ukweli ni upi? Alikuwa anatoka na nani? Na Issa. Baadaye kuna huku na Diamond. Watu kapangiwa sio nini. Kwa hiyo utata ule wa Diamond Platinum kumhusisha anatoka na Vidola, funga kurasa umefungwa. Tutaangalia tena kwenye page nyingine na diary nyingine. Na kama una maoni yako kuhusiana na hiki tumezungumza hapa, basi toa maoni, funga kabisa. Kwa Watanzania wote hilo limepita. Mliokuwa bado mnajiuliza ni kweli Diamond pamoja na kuoa anaweza kutoka na huyu binti. Kwa hiyo ukweli ndio huu hapa. Faili la Diamond na Vidola wa Kiredio tumelifunga rasmi leo. Hatutalizungumza tena. Na kitokea limezungumzwa basi jua sisi ukiona limezungumzwa jua jipya, maana yake hilo tuna ushahidi. Umeelewa vizuri? Yaani tuna ushahidi kwamba ni kweli na si kwa sababu ya Diamond. Kwa yoyote ushahidi wake sasa hivi tunajua yuko na Kiredio. Sawa, tunafahamu hivyo. Tuone. Sawa. Maoni yako hapo unadondosha afu una subscribe, una like, una share. Pia kwenye Instagram kama kawaida bana. Tufuateni pale Instagram, tunatumia kwa jina la 69 Media TZ. Tuko official pale ndugu zanguni. Kwa hiyo sisi tunawapa tu taarifa. Tufollow pale na tuko vizuri zaidi. Lakini pia Facebook unatupata kwa jina la 69 Media TZ pia. Kumbuka hii ni Gossip Table. Na tuko watu wawili, tumezungumza vitu vingi sana. Na katika vitu ambavyo tumevizungumza, nadhani utakuwa una namna yote kutengeneza comment. Umeelewa? Yoyote ile ambayo unahisi umejifunza au unatamani kuandika chochote, uhuru ni wako. Ukurasa wa comment huko hapo. Kabisa, uko wazi kwa ajili yako. Sawa. Tutapata time siku nyingine tutakuwa tunazipitia zile. Tuone kwamba yaliomo yamo au yanachungulia. Sisi tunamalizana na wewe kwa wakati huu hapa mtazamaji, bila shaka utakuwa umepata kujua vitu wewe ambaye ulikuwa ufahamu. Na vitu vingi Diamond kavizungumza ikiwa hivyo ambavyo tumekuja kuvizungumza kwenye The Gossip Table. Kubwa zaidi utaka kujua mengi zaidi, tufuatilie pia kule Instagram, kuna vingi vimewekwa huko. Yaani Instagram tena ndo kwetu. Kule ndio habari ya mjini. Basi kwa namna yote hiyo kusema hatuna la ziada. Meza hii tayari tushaifunga. Tumemaliza. Asante kwa kutazama. Koma sava. Aya awewe. Ila leo tumepoa. Kuna wakati utakiwa upoe, kuna wakati utakiwa yani hivyo.